Na zaidi ya yote Mungu tunahitaji kuona uponyaji unaingia ndani ya maisha yetu ya kiroho na ya kimwili pia. Bwana tunasema asante kwa sababu utakuwa pamoja na sisi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia wiki hii nilipokuwa nazungumzia haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna neno ambalo naliona linakuja kwa nguvu zaidi lifanyike kuwa baraka kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilikuwa nazungumzia habari ya wepesi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno wepesi ilikuwa ndani yake kukatoka kitu ambacho kinatakiwa tukifahamu na tukishike na tukifahamu tuendelee nacho kiwe msaada wetu. Bwana asifiwe. Amen. Neno wepesi nilisema ya kwamba katika tafsiri tatu. Amen. Kuna wepesi, kuna upesi na kuna wepesi, upesi. Haleluya. Amen. Hii inamaanisha mwepesi, sawa? Amen. Upesi, mwepesi na wepesi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno moja lakini utendaji wake uko tofauti kidogo. Mwepesi. Amen. Upesi. Amen. Alafu na mwepesi. Haleluya. Haleluya nasema amina. Ili katika haya tunayoendelea nayo kuna jambo ambalo nilikuwa nataka liwe katika uponyaji kwa ajili ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa katika hili nilisema cha kwanza neno hili mwepesi lilitamkwa na Musa. Amen. Amen. Musa katika Kutoka sura ya 4 na mstari wa 10 anasema neno moja ambalo katika mahojiano kati ya yeye na Mungu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Mahojiano yalikuwepo pamoja yeye na nani? Na Mungu. Alisema ya kwamba wewe unajua mimi tangu niliposema na mtumishi wako. Haleluya. Amen. Mimi si mwepesi wa kufanya nini? Wa kunena. Haleluya. Amen. Na midomo yangu ni mizito. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu ndiye alikuwa anazungumzia ni Musa alikuwa anahojiana na Mungu kwa ajili ya kitu kinachoitwa mwepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nikarudia tena nitaendelea pale mbele kidogo kwa ajili ya Musa, lakini nataka niguse hivi vitu kwa haraka alafu tuingie kwenye hiyo pointi ambayo tunataka tuieleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni kwa Musa ambaye alisema midomo yangu mimi si mnenaji, mimi sio mwepesi wa kunena. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini la pili mtu aliyesema ilikuwa ni Kutoka sura ya 34 na mstari ule wa 6. Bwana akashuka katika ule mlima mbele ya Musa akatangaza jina lake akasema mimi Bwana mwingi wa huruma, sio mwingi wa nini? Wa huruma na fadhili. Haleluya. Amen. Na mwingine akaongeza sio mwepesi wa nini? Wa hasira. Yaani yeye anazo hasira lakini sio nini? Mwepesi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la tatu nilikuwa nimelizungumzia linahusiana na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu mwenyewe alizungumzia akawaambia katika ile Mathayo sura ya 11 na mstari ule wa 28 anasema njooni kwangu ninyi wote mliolemewa na nini? Na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nani mtapata nini? Raha nafsini mwenu. Jifunzeni kwangu, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni nini? Ni mwepesi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mzigo unaonekana kuwa nini jamani? Mwepesi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya nasema. Amen. Kwa hiyo katika hatua hii tunazungumzia katika mambo haya matatu. Lakini katika kipengele cha kwanza ambacho kilichoanza nacho, haleluya, nikaacha hii ya Yesu kwanza kwa sababu itaingia kwenye hili fundisho ambalo tunaendelea kufundisha nao. Alafu tukaiacha kidogo hii ya Musa ambayo anayezungumzia ya kwamba si mnenaji mimi tangu zamani na si mwepesi wa kunena. Ya jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini Mungu alikwambia neno moja tu Musa ya kwamba enenda na mimi nitakuwa pamoja na
kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Ukianza na Musa alafu tunakuja kwenye hilo mzigo ambao nataka niueleze, hilo unasema mwepesi aliyozungumzia Mungu. Amen. Tunaanza na hiyo aliyozungumzia nani jamani? Mungu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Sasa katika hili nataka nieleze kwamba nabii mmoja ambaye Mungu alimsifia, ambaye hata kuweko na hata tokea nabii kama huyo, alikuwa ni Musa. Na Biblia inasema wazi kabisa katika Kumbukumbu la Torati ikisema ya kwamba hata kuweko na hata tokea nabii aliyesema uso kwa uso na Mungu kama nani? Kama Musa. Na ukianza kujifunza na ukasoma ukasema, leo hii mimi nachukua nafasi ya kujifunza, mimi nachukua nafasi ya kumuelewa Musa, kwa nini Mungu alimsifia Musa, na kwa nini Mungu alimtaja Musa, na kwa nini Mungu alimtokea Musa, na kwa nini Mungu alimpenda Musa. Ukianza kujifunza vile, utaanza kugundua kwamba Roho Mtakatifu alikuwa na vitu vingi ndani ya Musa. Ndio maana alimhitaji Musa atumike kwenye shauri ya kumtangaza Mungu kwa mara ya kwanza kujulikana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya wapendwa. Amen. Kwa hiyo katika hili uanze kutambua na uanze kujua ya kwamba Musa cha kwanza hakujali ya kwamba huyu ni Mungu. Sijui unasikia? Hakufikiria kwamba huyu anayesema na mimi ni Mungu. Haleluya. Musa tunajifunza kwake kiasi ya kwamba alipoanza kutokewa na Mungu, jambo la kwanza anatumwa na Mungu kwenda kuwatoa wana wa Israeli Misri. Alimuuliza Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anahitaji kupata utambulisho binafsi ya kwamba yeye ni nani. Haleluya. Amen. Mara nyingine nawaambiaga ya kwamba usipojitambua wewe ni nani, kila wakati utajiweka nyuma na kila wakati utajiona kama mimi sifai. Kumbe wewe ndio unashauri na kufanya jambo la Mungu liongoke, au jambo la Mungu watu wapate mwamsho, au jambo la Mungu liweze kuwezeshwa kwa ajili yako wewe. Japo unaweza ukajiona kwamba mimi sina kitu, sina uwezo, sikusoma, lakini Mungu hajalishi uwezo, hajali kusoma. Mungu anajalisha moyo wako uko tayari kiasi gani ili afanye kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sisi wakati mwingine tunajichunguza kimwili. Tunasema watu wenyewe hawanijali, watu wenyewe hawaniheshimu, watu wenyewe hata sioni kama mimi na kila ninachokifanya wanakijali. Wewe angalia kwanza, anayekujali ni Mungu aliyekuita na akawa sababu ulikuwa unaishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa tunapomwangalia Musa, unaanza kumuona ya kwamba yeye alimuuliza Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Lakini hatua ya pili, Musa ambayo alimuuliza Mungu katika wakati Mungu anamlazimisha zaidi, anamwambia nenda ukawatoe watu wangu Misri, mwambie Farao awaruhusu watu wangu. Musa alimwambia Mungu neno moja, akamwambia mimi wewe unajua sio msemaji tangia zamani, na midomo yangu ni mizito na sio mwepesi wa kunena. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Kama anasema hivi, na ili mlishike na ili liwe baraka kwenu. Amen. Amen. Mungu anatuita kwenye utumishi. Jambo la kwanza kabla tujaingia kwenye utumishi, peleka udhaifu ulionao mbele za Bwana autekeleze, ili uwe sababu ya kwamba watu wamuone Kristo badala ya kuona wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Limeeleweka hilo? Amen. Nasema limeeleweka hilo? Amen. Ya kwamba Musa ili awe na nafasi ya kuongea na Farao amuone Mungu yule ambaye anayemtuma, kwanza alipeleka udhaifu aliokuwa nao kwamba mimi ni kigugumizi. Hiyo tunaisema kwa Musa. Sasa mimi sisemi habari ya Musa kama ni kigugumizi. Wewe mwenyewe unajua, hata sasa hivi unajielewa. Hata kutumika mbele za watu unajisikia vitu fulani, ni kwa sababu bado kile kitu unachokisikia kama ni udhaifu kwako hujakipeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hujakipeleka mbele za nani jamani? Kwa Mungu. Na kama ungekipeleka mbele za Mungu, ungeanza kuona kila mmoja angelisikia raha na kuwa na wewe kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui hapa mnanielewa ninachosema hivi? Mnanielewa wapendwa? Amina. Ya kwamba Musa kuona ya kwamba afanye neno ambalo anatumwa na Mungu, ilibidi achukue kile ambacho kilichokuwa tatizo kwake. Sasa kwa Musa ulimi wake ulikuwa ni mzito. Sijui unanisikia? Wewe kuna vitu lazima uvishughulikie. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Amina. Kuna wakati mwingine inawezekana masikio yako hayasikii vizuri. Mungu anazungumza na masikio yangu. Na mimi nataka nisikie kama wengine, ili ninaposikia nifanye kwa usahihi, kwa sababu imeandikwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Sasa mimi sikusikii, nafanyaje? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Na nataka niwaambie, hata Yesu alipokuja hapa duniani alishughulika na matatizo ya watu ambao yaani alishughulika na madhaifu ya watu aliyowatesa, yaliyosababisha wasimtumikie Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama unajiona mimi dhaifu wangu ni kwamba kila wakati nina maumivu ndani ya mwili wangu, si unamwambia Mungu, ndio unataka mimi nikutumikie, lakini mbona nina maumivu yasiyokoma ndani ya mwili wangu? Utaanza kuona ya kwamba kwa sababu Mungu ni Baba, ataanza kushughulika na huo udhaifu. Maana yeye anataka chombo kilichokamilika ili akitumikishe kwa namna yake anayotaka. Bwana apewe sifa. Amen. Tuko pamoja? Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo huyu ni nabii Musa ambaye namzungumzia kwenye eneo hili. Lakini nataka nianze kwenye eneo hili ambalo nalizungumzia leo na siku ya tatu, ili niweze kukolea ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambalo Mungu aliloshuka katika ule mlima wa aliyokuwa kwa Musa pale, alipotangaza Bwana, Bwana mwingi wa huruma, mwenye fadhila, sio mwepesi wa nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Moja kati ya kitu ambacho natutamani Mungu atusaidie sisi sote. Amen. Amen. Nasema sisi Sote. tuseme kwa sauti, sisi sote. Sisi sote. Mungu atusaidie kwenye eneo ambalo yeye alisema sio mwepesi wa nini? Wa hasira. Lakini ana nini? Na wingi wa rehema. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na yeye ana hasira. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Haleluya wapendwa. Amina. Na eneo hili ni la pekee sana kwenye maisha yetu, hasa tukilitambua ya kwamba sisi tunamhitaji Mungu atusaidie kwenye eneo hili. Bwana asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tusome ile Kutoka 34 mstari wa 6, inasema ya kwamba haleluya. Amina. Kutoka 34 na mstari ule wa ngapi? Wa 6. Haleluya. Nasoma katika jina la Yesu pale. Mstari wa 6 anasema Bwana akapita mbele yake katangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, sio mwepesi wa hasira. Haleluya. Mwingi wa rehema na nini? Na kweli. Mwingi wa rehema na amejaa nini? Kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye Mungu aliyejitambulisha mbele ya nani? Mbele ya Musa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Sasa nikawa nasema ya kwamba kitu hasira, haleluya, kila mtu anacho. Na mwanadamu yoyote, haleluya, ameumbiwa hasira, kwa sababu Mungu mwenyewe ana nini? Hasira. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema hivi, mwanadamu yoyote ameumbiwa nini? Hasira. Na kwa sababu Mungu mwenyewe ana nini jamani? Ana hasira. Haleluya. Amen. Lakini hasira, haleluya, Amen. anayo Mungu, na aliweka Mungu ndani yetu, si kwa sababu ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliweka kwa kusudi maalum, hata sisi wenyewe tunaenda kuona leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Moja kati ya mlango ambao unaotumika kuharibu mambo mengi na kufanya vitu vingi visiende na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye urafiki, kwenye wapendanao, kwenye kazi, kwenye eneo lolote lile, vitu vingi vilinyamazika kwa sababu ya kitu kinachoitwa nini? Hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja na kusema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaposoma kitabu, haleluya, Amen. kwa sababu Mungu ni mwenye hasira. Mtu wa kwanza aligundua kwamba Mungu ni mwenye hasira alikuwa ni Abrahamu. Abrahamu wakati alipoona ya kwamba
alipokuwa anataka kusii rehema za Mungu kwa ajili ya wale malaika ambao walikuwa wanakwenda kuichoma Sodoma na Gomora, akajaribu kuongea nao. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo ile sura ya 18, Mwanzo sura ya 18 na mstari ule wa 28, tunaanzia pale Mwanzo 18 na 28. Maandiko yanasema tuanze 27, itakuwa ni vizuri, utaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Bwana akasema 27, anasema Ibrahimu akajibu akasema, basi nimesikia kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda ukapunguka 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utauharibu mji wote na kupungua wa mji wote kwa kupungua 5? Akasema sitauharibu nikiona huo 45. Haleluya. Amen. Haleluya. Akiona 45 hata haribu. Haleluya. Akazidi tena kusema naye akinena, huenda wakaonekana humo 40. Akasema sitafanya kwa ajili yao 40. Akasema Bwana asiwe na hasira nami. Unaona 23 nasema Bwana asiwe na hasira nami, nitasema huenda wakaonekana huko 30. Akasema sitafanya nikiona huko 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema sitaharibu kwa ajili ya 20 au 20. 32 anasema akasema Bwana asiwe na hasira nami, nikasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abrahamu anasema nitasema na Bwana. Alipokuwa anasema na Bwana kwa sababu anamjua Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Kwa hiyo anasihi Mungu ya kwamba usiwe na hasira na mimi ninapoongea na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mimi mwenyewe unajua wakati mwingine Mungu anapokuja hata kwa kufurika watu wote wanashtuka waweze kuuliza. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anapokuja kwa kuja wakati mwingine anakuja kwa ukali. Anapokuja kwa ukali lazima kuwe na lugha au kuwe na usemi wa kumsihi. Unapokuja kwa ukali ina maana unakuja kutuogofya. Sijui unanisikia? Amen. Na wewe Mungu si wa kuogofya. Wewe ni baba kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe ni baba kwetu na wewe unaweza kutusaidia sisi, maana hatuelewi mambo yako jinsi yalivyo. Amen. Na aliposema vile nia yake kubwa, amen. Amen. Na si watu wa Mungu. Amen. Nia yake kubwa ilikuwa anataka kwenda kuimaliza Sodoma yote. Amen. Lakini nia ya Ibrahimu ilikuwa ni kumwokoa ndugu yake aliyekuwa anaitwa nani? Lutu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Ibrahimu alikuwa na maombi ambayo yalisababisha ndugu yake apate kuokolewa. Lakini alikuwa anamsihi Mungu ya kwamba usiwe na hasira kwa neno hili. Je, wakiwepo watu wa namna hiyo unaweza kuangamiza? Mungu anasema sitafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alipomsihi Mungu kwa namna hiyo, na ni kweli kwa sababu hasira ya Mungu ilikuwa kali. Haleluya. Amina. Mungu akampa masharti. Haleluya. Amina. Ya kwamba wote mtakapotoka hiyo familia yote, haleluya, mmoja asigeuke. Haleluya. Amen. Mmoja asifanye nini? Asigeuke. Atakapogeuka yoyote yule, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yoyote yule atakayegeuka atakuwa jiwe la nini jamani? La chumvi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo kwa eneo hili la kwanza uweze kulielewa ni pale uweze kujua ya kwamba Mungu naye ana nini jamani? Ana hasira. Mnanisikia wapendwa wa Bwana? Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Na hili uweze kujua, nataka munishike na kuifahamu ya kwamba Mungu naye anakuwa wakati mwingine ana hasira, na hasira zake ni mbaya, anapokasirika. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amina. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 2 na mstari wa 14. Waamuzi sura ya 2 na mstari wa 14. Waamuzi sura ya 2 na mstari wa 14. Nasoma pale katika jina la Yesu. Haleluya. Tuanze mstari wa 13. Amen. Amen. Mstari wa 13 inasema wakamwacha Bwana wakaitumikia Baali na Mashoreti
hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Sijui unanisikia? Hasira ya Bwana ikawaka juu ya nini? Ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu wanaowateka nyara, wakawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Unaona Mungu akikasirika inakuwa. Yaani Mungu akipata hasira inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kiasi kwamba hasira ya Bwana ilipowaka, kwa sababu watu wakaanza kuitumikia maashtoroti, watu wakaanza kuitumikia miungu. Mungu hasira yake ilipowaka, akawatia wote kwenye mikono ya maadui zao. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya wapendwa. Amen. Naanza kujifunza ya kwamba Mungu wakati mwingine tusiende katika namna fulani ya mazoea fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Twende kwa wakati mwingine na hofu mbele zake. Na maandiko yamesema nendeni na hofu mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Kwa hiyo kwenye eneo hili la kwanza aliposema sio mwepesi wa nini? Wa hasira, lakini ana nini? Ana hasira. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Maandiko yanasema kuna sehemu fulani nayo inasema hasira ya Bwana ikawaka, yani Musa akapata hasira na Bwana naye hasira yake ikawaka. Sijui unanisikia? Kwa nini Mungu hasira ya Musa ikawaka na Mungu naye akafanya nini? Hasira yake ikawaka. Kwa shida moja ilikuwa ni wapi? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Shida moja ilikuwa ni kwamba Mungu ambaye walikuwa wakimtumikia wana wa Israeli alikuwa ndani ya Musa. Kwa hiyo Musa alipopata hasira na yeye akapata nini? Hasira. Na ndio maana niwape kitu kimoja ambacho, haleluya, moja kati ya kitu ambacho kilichomfanya Musa asiingie Kanaani. Si uzinzi, si kuabudu miungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Si kunywa pombe. Haleluya wapendwa wa Bwana. Mungu kitu ambacho alimhitaji sana Musa kama kiongozi. Haleluya. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani awe, lakini awe ana uwezo wa kuzikoa. Na nitawaambia hasira ilitoka wapi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuwe kitu kidogo msikilize. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu hasira yake ikiwaka, jamani, haleluya, amen, pana tatizo linakuwa kubwa ambalo asubuhi hapa niliwaambia kitu kimoja. Kama Mungu akicharuka tunakimbilia kwa nani? Maana shetani akicharuka tunakimbilia kwa Yesu. Mungu akicharuka na wauliza wapendwa wa Bwana, Mungu akicharuka tunakimbilia kwa nani? Tunakimbilia kwa Mungu. Akacharuka tutamkimbilia. Bwana Yesu atusaidie. Nyati akicharuka tunakimbilia kwa nyati. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Lakini ndio hapa nikasema lazima watu wajifunze lugha ambayo hata kama Mungu anakuwa na ukali kiasi gani, ni namna gani ambayo tunaweza tukumuendea ili hasira zake zisiwake. Na kuna neno lingine kwa sababu zinathibitisha kwamba Mungu naye ana hasira katika ile Kutoka 32 ule mstari wa 12 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 12. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Musa peke yake ndiye alimwambia Mungu, haleluya, Mungu wakati hasira zilipowaka akasema, kaa pembeni Musa nikifute hichi kizazi. Pekee aliyemsihi Mungu kwamba ageuke katika hasira yake kali alikuwa ni Musa. Musa alimwambia geuka katika hasira yako nini? Amen. 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 Amina. Haleluya. Amen. So kwa hiyo katika hili neno nalolisema, haleluya, tumeliona kwa Mungu jinsi ambavyo hasira ziko. Maandiko mengi yapo, vitu vingi vinavyoelezea Mungu akikasirika mambo yanakuwaje. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini nataka kuona kitu kimoja, tukisome katika Mwanzo 39, hasira za wanadamu. Sasa hizi zinahusu hasira za nani? Wanadamu. Mwanzo 39
na mstari ule wa 19, lakini nataka tuanze wa 18. Haleluya. Haleluya. Amina. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu, akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia, akisema mtumwa wake ametenda mambo kama haya, hasira ikawaka. Unanisikia? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mambo gani? Aliyemtaka Yusufu ni mke wa Potifa. Yusufu akaona kuliko nimtende dhambi Mungu wangu, akakimbia. Bwana Yesu atusaidie. Lile neno la kukimbia, haleluya. Lile neno la kufanya nini? La kukimbia, akasema wewe uninyang'anye vyote, lakini sio kuanguka kwenye dhambi ya namna hii. Kilichotokea ni hichi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Yule mwanamke akatunga maneno kwamba huyu mtume wako ambaye nimeweka hapa leo anataka kunipaka. Na ushahidi wa kunipaka unaziona hizi nguo hizi hapa. Unaziona hizi nguo. Bwana wake kiapo alichomwapia Yusufu ni viapo viwili. Kimoja. Alimwambia kiapo cha kwanza, alimwambia Yusufu hivi: utakuwa mtawala wa vitu vyangu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakuwa mtawala wa nyumba yangu vyote, na utakuwa mtawala wa vitu vyangu vyote. Lakini ninachosema, mke wangu, Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu usiguse. Na yeye akiwa kama amejifunza kutii, akaona, Bwana Yesu atusaidie sana. Akaona wazi kabisa ya kwamba ni vizuri kuto kumkasirisha bwana wangu, ni bora nikimbie kuliko kuanguka kwenye shida kama hii. Sasa mwanamke akabadilisha maneno. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka neno hili lishike ili lilete uponyaji ndani ya maisha yetu. Haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Amen. Mungu aweze kutusaidia namna gani ambavyo utakuwa na maneno mengi ya kuzusha ya uongo kwa ajili yako. Amen. Amen. Utakuwa na maneno mengi ya kusingiziwa kwa ajili yako. Haleluya. Amen. Katika haya ninayoyafundisha, Mungu awe msaada kwenye maisha yako. Amen. Hasira yako isitende dhambi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Huyu Potifa alipopata ile hasira, nimesema pale, anasema ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia, akasema mtumwa wako ameingia mambo kama haya, hasira ikawaka. Bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Hasira ya mwanadamu, sijui unanisikia, yenyewe inalipuka. Sijui unanisikia, kwa maneno hata ya uongo yenyewe inafanya nini? Inalipuka. Maneno ya uzushi inafanya nini? Inalipuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Inapolipuka, ndio maana anasema hasira imeandikwa katika kitabu cha Efeso kabisa huko. Haleluya. Amen. Muwe na hasira lakini msitende nini? Dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Au anasema kwamba muwe na hasira lakini jua lisichwe, bado una ile nini? Hasira. Hiyo ni hasira ya mwanadamu wa kwanza. Inaonekana alipopata hasira akamkamata Yusufu bila hata kujiuliza, bila hata kumuuliza Yusufu, bila hata kutafuta ushahidi, kielelezo chochote. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nasema Amen. Yusufu akatupwa wapi? Kwa hasira ya nani? Ya Potifa, kwa maneno ya uzushi. Na wakati mwingine kweli maneno tunaweza tukazushiwa mengi. Maanake mimi nachotaka Mungu alete dawa sasa, kwa sababu mbele yetu kutakuwa na mambo wakati mwingine ni magumu yasiyojaa sitofahamu, lakini Mungu atuwezeshe. Amen. Nasema Mungu atuwezeshe. Amen. Narudia tena, Mungu atuwezeshe. Amen.
Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Moja kati ya vitu ambavyo vilimtesa mzee Yakobo. Haleluya. Amen. Hapa ndio tunamtaeleza sana hasira ya Musa ilitokea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mzee Yakobo, kuna kipindi Yakobo alikuwa na watoto 12. Haleluya. Amen. Na dada yao walikuwa wanaitwa nani? Dina. Dina hakuwa kwenye hesabu. Dina. Bwana Yesu asaidie. Amen. Dina hakuwa kwenye nini? Hesabu. Lakini watoto walikuwa wangapi? 12. Lakini Dina alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Dina alikuweko, haleluya. Wakati Dina alipokuwa binti, haleluya, vijana wakina Rubeni, Gadi, wakina Isakari, haleluya, walikuwa ni vijana wameshakuwa wakubwa kabisa. Vijana mojawapo wa nchi ile wakaenda wakamvunja ubikira wake Dina. Amen. Amen. Vijana wa Rubeni, wakina nani, wakina Simeoni, wakina Lawi walikasirika sana. Wakampelekea ripoti baba yao. Baba yao, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Baba yao hakutaka kuwa na hasira kwenye lile jambo, ila watoto walijaa hasira. Sijui mnanisikia watoto? Amen. Watoto ile hasira iliyokuwa kwao ilibidi wakamwambia baba, tunataka tumalize huyu wale vijana waliotenda hili kosa. Baba akamwambia msifanye hivyo, kwa kuwa Dina ameshavunjiwa ule ubikira wake. Amen. Amen. Kinachohitajika, hawa watu wameshakuwa sehemu ya maisha yetu sisi, basi ili wawe pamoja na sisi, waingie kwenye agano la Ibrahimu. Sijui unanisikia? Amen. Basi hawa watu wafanye nini? Watairiwe. Sijui unanisikia? Tuko pamoja wapendwa wa Bwana. Amen. Hawa watu wafanye nini jamani? Watairiwe. Vijana wakakubali kweli watairiwa. Lakini baada ya kuwatairiwa, ninakuambia waliwatesa wale watu mpaka wakafa. Maana hata wakati kabla vidonda havijapona, wakaenda tena kufanya vurugu pale katika tohara yao. Mpaka wale vijana wakafanya nini? Wakafa. Sasa siku ambapo, sikia sasa, siku ambapo mzee Yakobo anawaita sasa kuwabariki watoto wake. Haleluya. Amen. Mwanzo 49. Haleluya. Amen. Unaanza na mstari wa kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mwanzo 49 yalikuwa ni maneno yanaitwa kama ni ya usia, lakini mimi nasema ni maneno ya kinabii, na mwisho kabisa naita ni maneno ya baraka kwa kila mtoto wakati mzee Yakobo anataka kuondoka. Anaelekea sasa mahali alikotoka. Bwana asifiwe. Amen. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine ukuu na nguvu. Amen. Amen. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, ulikipanda kitanda changu. Amen. 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 Sasa sikia mstari wa 5. Hilo ndio neno letu. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 5 uko pale. Simeoni na Lawi ni ndugu. Simeoni na nini? Lawi ni nani? Ndugu. Ikimaanisha kwamba Simeoni na Lawi ni watu ambao walitoka tumbo moja. Tuko pamoja wapendwa wa Bwana. Amen. Simeoni na Lawi walitoka tumbo moja. Nisikie kwa makini hapo. Simeoni na Lawi ni nani? Ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Panga zao na silaha zao ni jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao. Fahari yangu isiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao waliua mtu aliyembikiri. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Walifanya nini? Waliua mtu. Waliua mtu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Amen. Amen. Ghadhabu yao na ilaaniwe,
maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja hapa? Amina. Tuko pamoja, mnanisikia? Amina. Maneno haya anayoyasema, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maneno haya anayoyasema ni baba ambaye anatoa usia akiwa makini, akiwaangalia watoto wake sawa sawa na ufunuo ambao Mungu alikuwa ampatia kila mmoja wao. Anasema ya kwamba Rubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Amen. Amen. Akaeleza habari zake, lakini anasema habari, haleluya, anazungumzia habari ya Simeoni na Lawi. Simeoni na Lawi kwa asili walizaliwa na hasira na ghadhabu, na ndio maana nikawaambia asili ya Musa alitoka kwa kabila la Lawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni watu ambao walijaa nini? Ghadhabu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Kwa hiyo akasema ghadhabu yao na ilaaniwe. Walikuwa na hasira, hasira yao haikuwa na nini? Na huruma. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hii ndio nilikuwa nasema asubuhi na ninaisema sasa hivi mwenyewe. Muwe na hasira lakini msitende. Tafsiri yake ni haleluya. Amen. Haleluya. Nishikiri neno sasa ile ambalo tutakaloliombea. Haleluya. Tunaenda kuliombea hili neno na litakuwa baraka kwa kila mmoja wetu. Amen. Amen. Kila kitu, hata magari, kuna wakati fulani tulikuwa na magari, kuna wakati mabasi yalikuwa yanaua watu sana, ya kwenda wapi? Mikoani. Amen. Amen. Serikali ikaamua kilete kitu kinachoitwa speed governor. Sawa? Speed governor maana yake ule mwendo ukienda kasi, itakapofika kwenye ile speed, amen, ikitaka kuongezeka isiwe na uwezo wa kwenda kwenye kuvuka kwenye ile nini speed, kwanza itapiga alarm. Haleluya. Amen. Itatoa sauti ya kuthibitisha mwendo wako uko kasi, punguza mwendo. Haleluya. Amen. Ya pili, utakapotaka kuongeza gia utaikuta inafanya nini? Inagoma, kwa sababu hapo ndipo ulipopangiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nawaambie hivi, kwa nini Mungu ni mwenye hasira? Lakini kwa nini Mungu ana hasira? Sio mwepesi wa nini? Wa hasira. Na sio mwepesi wa hasira kwa sababu gani? Alipojitaja yeye, unanisikia? Alipojitaja katika ile Kutoka 34, alisema Bwana, Bwana, sijui unanisikia, mwingi wa nini? Wa huruma. Haleluya. Mwingi wa nini jamani? Mwenye fadhili, si mwepesi wa nini? Wa hasira. Katika hili nataka kila mmoja wetu aweze kulishika na kila mmoja wetu aweze kuona. Haleluya. Amen. Moja kati ya vitu ambavyo kuna vingine ukipiga hesabu ya vitu ambavyo ulivyovipoteza kwa hasira ni vingi, hata wewe mwenyewe unaweza ukashangaa. Ndoa nyingi jamani zinaachika kwa sababu watu hawapendani. Hasira tu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi tuna siku moja mwaka 1997 nilikuwa na hasira. Wakati huo kulikuwa na simu zile Nokia za tosh kidogo nzuri kweli. Nilikuwa nimebebea juu kweli. Ndio. Nilikuwa na hasira fulani sitaitaja. Nikaivunja na kuisaga tiki. Ndio na nimeshika ile neno kwamba ni vitu vingapi nimepoteza kwa sababu ya hasira. Mimi ni mmoja wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata uulize kweli. Unaweza ukakuta umemnunulia mke wako simu ambayo ni nzuri kweli kweli. Bwana Yesu atusaidie. Ukampigia simu apokee. Si unajua wanawake wanapenda simu nzuri, lakini simu inawekwa wapi? Ndani.
Yeye yuko nje. na wakati mwingine utarudi simu ameiweka ndani, yeye yuko anaongea na watu tu. Huko simu inafanya nini? Inaita kweli. Inaita kweli. Sasa mwe na hasira. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unakuta mtu anapomuona yuko anaongea na wanawake, kwa sababu wanawake wamepewa kipawa cha kuongea. Wao kuongea hata neno dogo tu anataka naye support mpaka apande aende mpaka Ulaya kwa neno. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mimi nakwambia na kupigia wewe upokee simu. Sasa nakwambia hii simu. Unavunja faster. Wengi wanavunja simu ni wengi. Wangapi naambia wamevunja simu? Wote tu, hatusemi lakini wote. Ana wauliza wangapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ni vitu ambavyo nataka vitatusaidia kwa sababu gani? Haleluya. Kuna vitu Mungu anataka vilete kwenye maisha yetu ambao ndio vitakuwa msaada wa kulibariki kanisa. Amen. 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 Maana kulikuwa ni msaada wa wana wa Israeli, Mungu kukaa katikati yao kupitia sheria. Sijui unanisikia? Amen. Mungu alitaka kuishi na wana wa Israeli kupitia nini? Sheria. Akamwambia Musa kuishi kwa wana wa Israeli na kufanikiwa kwa wana wa Israeli wakishika sheria. Na hizo sheria ambazo Musa alizotoka nazo kule, cha kwanza adui alipokuta ya kwamba Musa watu wanacheza wanacheza dhahabu, wakazitengenezea ndama, alafu wanaabudu ndama. Musa aliposikia zile kelele akaona watu wanaabudu vipi, maandiko yanasema hasira ikawaka ya Musa. Akafanya nini? Sasa ukivunja mbao, hawa wana wa Israeli wataishi vipi? Bado uzima wao uko kwenye zile sheria, uhai wao uko kwenye sheria, mafanikio yao yako kwenye sheria, baraka zao ziko kwenye sheria. Sasa wao wamefanya nini? Bwana Yesu atubariki. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kwenye eneo hili nataka jibu letu ndio liko pale kwa mzee Yakobo. Amen. Amen. Mzee Yakobo anatoa jibu la hasira. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema hivi, Simeoni na Lawi ghadhabu yao ilikuwa ni kali, hasira yao ilikuwa haina huruma. Sasa kitu ambacho tunataka tukiombee, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kijae ndani yetu ile neno alilosema Yesu, iweni na huruma kama baba yenu wa mbinguni. Amen. Sijui unanisikia? Iweni na nini? Na huruma. Wakati fulani unaweza ukaona mtu anampiga mwenzake. Kwa nini? Kwa hasira. Mpaka anafika anamtoa meno, mpaka anafika anamvunja mkono, mpaka anafika anampa kilema cha maisha. Hasira yake haina nini? Haina huruma. Haina huruma. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Maana yake kila mtu anaweza kawa na hasira, lakini mlango ambao adui anautumia sasa kuleta uharibifu ni pale anapoitumia ile hasira kwa ajili ya kuharibu. Bwana asifiwe. Amen. Nilitoa mfano hapo jana kwenye maombi tulikuwa tunaomba. Haleluya. Vita vya Uganda. Sijui vita vya nani? Vya Uganda. Tuliingia vita sisi wa Tanzania wote. Kulikuwa hapa hawala wa Tanzania walikuwa wahusiki na mambo mengi kwenye ile vita vya Uganda. Lakini vilikuwa ni hasira tukati ya Idi Amin na Nyerere. Bwana Yesu akusaidie. Amen. Wawili walipokasirika tukaingia vita. Ile hali inatutesa na umaskini wetu mpaka leo wa kuingia vita. Bwana Yesu akusaidie sana. Amen. Na hata ukiangalia unadhani Waganda walipigana sana? Ni waulize Waganda walipigana. Waganda hata wa Tanzania walipoingia Uganda wakasema kwenye vita ni Idi Amin. Idi Amin alipokimbia
Na tulikuwa na vita na Uganda sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Nasema haleluya. Amina. Sasa kitu ambacho nataka tulete majibu ni hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikiongea jana na leo ambao jana mkuwepo kwenye maombi, tulifanya maombi, tulimaliza jioni sana jana na ilikuwa ni baraka sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunapoelekea kwenye mambo kama ya uchaguzi ambao tarehe 29. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Serikali inasema uchaguzi mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10 tarehe 29. Kitakacholeta maashirio mabaya na shetani amepanga kuharibu, kuipindua Tanzania isiwe tena Tanzania ile tunayoijua tena. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ataingia ndani ya mioyo ya watu kupeleka nini? Hasira. Sijui mnanisikia? Watu watakuwa hawasikii, watu watakuwa hawaelewi. Sasa dawa yake ndio hii. Mungu peleka huruma zako. Kwa sababu si unaona vile Israeli walipiga nani? Wale wa Palestina wa Hamas. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Walipowapiga wale, haleluya, vita vikawa ni vikali, vita vikaendelea vya kila namna. Umoja wa Mataifa ukaleta kelele. Kwa nini hamna huruma juu ya watoto? Kwa nini hamna huruma juu ya wamama? Maana yake sasa, hata kama mna hasira, lakini hasira yenu iwe na nini? Na huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Maana yake ni kwamba tunachotazamia sisi ni kukiona ya kwamba huruma zio zitawale. Yaani kifuniko cha hasira ni kitu kinachoitwa nini jamani? Hichi ndio kitu ambacho tunahitaji kukiombea kwa Mungu. Wala sio kuombea mapepo, sijui majini yanataka kunywa damu. Hayawezi kunywa damu, lazima atatafuta chanzo. Bwana asifiwe sana. Amen. Yatatafuta chanzo, na chanzo chenyewe ni watu watajaa nini? Ghadhabu. Na kusahau yote waliofanyiwa. Na kusahau nchi yao nzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na nataka kusema hili kama vile Mungu alivyosema, kama vile Musa alivyomwambia Mungu. Musa alimwambia Mungu katika Kutoka 32, alimwambia hivi: wewe unataka kuwamaliza hao watu wote wana wa Israeli. Akamwambia, umkumbuke Ibrahimu, umkumbuke Isaka, mkumbuke na Yakobo. Na wewe, hili si ndio taifa lako? Kama kuna taifa unalojivunia, ndio hawa. Sasa leo unakuwaje? Unataka kuwamaliza hao watu. Maandiko yanasema Mungu akagaia ule uovu aliokuwa anataka kumfanya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ghadhabu, yani tunapotaka kuiombea hii kwa dakika hii, kwa sababu hii ni wiki ya kimaombi. Amen. Tunaliombea kwa umakini kila mmoja wetu. Kwanza Mungu afanye operation ya moyo wako. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Afanye operation ya moyo wako, kwa sababu huwezi ukamsamehe mtu ukiwa na hasira. Na Biblia inasema samehe 7 mara nyingi. Lakini maandiko yanasema makwazo hayana budi nini? Kuja. Mpaka mtu apate hasira, anakuwa amefanya nini? Sasa si lazima tuwe na kitu ambacho kitakuwa ni speed governor yetu. Na speed governor ya kwetu sisi ni kiasi gani tunaweza kuwa na huruma ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Tuko tayari, mnaelewa lakini? Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja mfano huu, alafu tunamalizia. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi katika Samueli wa kwanza sura ile ya 25. Haleluya. Haleluya. Amen.
kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Nabal, ambaye anaitwa kwa jina lake Nabal, manake ni mpumbavu. Amen. Na mke wake alikuwa anaitwa nani? Abigaili. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Nabal, maandiko yanasema alikuwa ni mtu tajiri sana. Amen. Alikuwa ni mtu nini jamani? Tajiri sana. Na katika utajiri aliokuwa nao, ila shida yake alikuwa ni nani? Ni mpumbavu. Amen. Sasa shika hili uone. Siku moja Daudi akiwa porini, akiwa kama mwanajeshi, alikuwa analinda usalama wa sehemu zile zote, maadui wasiweze kuwavamia matajiri waliokuwa na mali zao, wana kondoo za kutosha pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Daudi akawa ameishiwa na chakula, akawatuma vijana, nendeni kwenye nyumba ya mtu mmoja anaitwa nini? Nabali. Mwambieni awape chakula. Mwambie mimi nina haja na chakula na wanajeshi wangu niliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale vijana walipofika kwa Nabali, maandiko yanasema wakamwambia, walitumwa wakaenda kwa jina la Daudi. Walipofika pale, Nabali aliwajibu, Daudi ndiye nani? Siku hizi kuna watumwa wengi walioacha kwa bwana zao. Akawakataa kuwapa nini? Chakula. Kitendo cha kukataa kuwapa chakula, Bwana Yesu atusaidie sana. Kile kitendo cha kukataa kuwapa kile chakula, kilichotokea ni kwamba, Bwana Yesu asifiwe sana, wale vijana wakapeleka ripoti kwa nani? Kwa Daudi. Wakamwambia Daudi, tumekutana na Nabali, ametutukana. Ile neno lilipoingia kwa Daudi, hasira ikawaka Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hasira ilipowaka kwa Daudi, Daudi akasema, vijana vaeni silaha wote, tunaenda kummaliza yeye na familia yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kummaliza yeye na familia yake yote. Nasema hivi, haleluya. Mmoja kati ya vijana waliokuwa ndani ya ile nyumba wakamwambia Abigaili, kuna vijana walituma, lakini mume wako waliwajibu ovyo. Haleluya. Nasema hivi, Abigaili anaitwa mwanamke mwenye akili. Akasema, ni lazima niwe na akili ya ziada namna gani ya kuituliza hasira ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe wapendwa. Namna gani naweza nikatuliza hasira ya nani? Ya Daudi. Jina la Bwana libarikiwe. Akatengeneza mikate, akatengeneza na kila kitu, akatengeneza vizuri pale. Daudi wakati anakuja yuko fire, yuko moto. Wakati yuko mbali anakuja, Abigaili naye yuko kwenye punda, naye anakwenda, wanakutana. Alipoona kwamba anakaribia na yule ndio Daudi anakuja na jeshi lake lote, Abigaili akashuka kwenye ile punda, akaenda mpaka chini, akaanguka, akamwambia, Bwana wangu, utuhurumie, hasira yako isiwe kali. Mume wangu anaitwa Nabali, na jina la Nabali ni mpumbavu, sawa sawa na upumbavu wake aliokuwa nao. Umhurumie. Hasira ya Daudi ikashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunalo jambo la kumwambia Mungu, hata kama watu wanadamu na hasira zimewaka ndani yao, Mungu ana uwezo wa kuzishusha hizo, na tukabaki salama, na tukamwachia Mungu afanye kila anachotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Nasema makwazo yanabudi kuwepo, lakini makwazo yanapokuja, Mungu atujalie hicho tunachoenda kukiomba sasa hivi, kwamba huruma iwe kama ni blanketi litakalotufunika kuituliza hasira ya kila mmoja wetu.
vipawa vingi vimeharibika, huduma nyingi zimepotea kwa sababu wakati mwingine ya hasira tu. Haleluya, haleluya, nasema tena haleluya. Maandiko yanasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Sasa sisi hapa na kuzungumzia hasira, maana yake ina mapana, kujua ya kwamba vita vingi duniani havikutokea kwa sababu watu wanapendana. Vilitokea tu kwa maneno, yale maneno yakawajaza nini? Hasira. Na hasira ikaaibisha mambo yote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio nilikuwa natolea mfano mmoja jana, na hata naweza leo asubuhi nilikuwa namwambia. Kuna siku moja tuko pale Kinshasa. Amen. Tumekaa hivi nyumbani, tuko kwenye hoteli pale. Tumekaa kwenye hoteli, tuko na group la tulikuwa tu kama asili kama ni 7 kama ni 8, wale kutoka Kamus, kutoka Tanzania, wengine kutoka Kenya, tulikuwa pale. Huduma inaenda, watu wanakuja, tunawaombea. Lakini asubuhi moja tumeamka pale. Hiyo tumeamka asubuhi, majira ya asubuhi. Nasikia mzee bosi wanazunguka kule, anawaambia jamani, leo mzee amekuwa mkali sijawahi kuona. Bwana Yesu atusaidie sana. Bosi ikabidi akatoka mbio kule chumbani. Alikuwa analala na mzee. Wengine wanalala huku, inabidi alikuwa analala chumba karibu na mzee. Bwana Yesu atubariki sana. Kila mmoja aliyeenda, mzee alikuwa mkali toka. Mimi naingia pale ndani, akaniambia bwana, kila wakiniambia nenda ukamwone mzee, ninawaambia subiri kwanza nipate hekima ya kwenda kwake. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Maana mtu wa Mungu akikasirika itakalotoka anaweza Bwana Yesu atuhurumie sana. Anaweza akasema neno wala hapo nje likaashiria mabaya kwenye maisha yetu. Jana nilisema neno moja la kiroho ambalo nishike. Amen. Amen. Na hili nataka niwaambie na nyinyi. Amen. Bwana asifiwe sana. Mtu anapokuwa na hasira, haleluya, na uokovu wake ukawa ni mdogo. Afadhali mtu akiwa na hasira ana uokovu mzima na Mungu yuko ndani yake, iko tofauti na mtu ambaye uokovu wake ukiwa mdogo. Amen. Mtu ambaye akiwa na hasira na uokovu wake uko mdogo, yale maroho yote ya kale ya kwao waga yanafika. Mizimu yote waga inakuja. Bwana Yesu atusaidie sana. Pale ndipo mtu anapobadilika. Nataka niwaambie mshike. Hasira ya mtu ikiwaka, waga inavuta vitu vyote vya asili vinakuja. Ndio maana utaweza kumwona mtu mwingine akiwa na hasira anasimia. Kuna mwingine akiwa na hasira hawezi kuongea. Kuna mwingine akiwa na hasira anatetemeka mwili mzima. Na kuna mwingine akiwa na hasira yuko tayari hata kujipiga kwenye ukuta. Bwana Yesu atusaidie. Unajua kuona watoto wakiwa na hasira, hana nguvu lakini ana hasira. Akimwona mwenzake ni mkubwa kuliko yeye au ana nguvu kuliko yeye, yuko tayari akamnata, alafu akamwacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Haleluya. Sasa vile vitu tunataka vifunike na huruma ya Mungu kwenye maisha yetu. Ziadi kasirika, hatari. Ninaingia mle ndani, bodi simuona anaitikia. Hawa nishapata namna gani kwenda kuongea naye. Aliponiona mimi, machozi yalikuwa yanatoka kama maji. Analia. Kama msemo mimi kinachoendelea mahali hapo. Akaanza kusema yale, kwa sababu wengine alikuwa aelezi. Alipofika mimi akaeleza ni mambo yote. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikatoka kule nikamwambia sasa hapa niachie mimi niamue. Nifanye nini cha kufanya ili mzee afurahi. Nikabidi nikapiga simu kwa mtu mmoja nikamwambia bwana uje haraka. Na unapokuja ujiandae kwa hili na hili na hili ili tutulize hasira mzee. Yule mtu akaenda kumwangalia mzee alipomwangalia huyo mzee akawa analia. Ndio akanifuata mimi sasa nafanya nini? Kaambia tufanye 1, 2, 3 na hasira mzee tutulie.
Bwana Yesu atusaidie sana. Tulipotumia hiyo akili hiyo 1, 2, 3, yule mzee alipofika watu tunatumia akili fulani tu hivi. Mzee baada ya dakika 5 au 10 tu kaona katulia, akasema leteni chai. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini yule mtu aliyekorofisha alitamka maneno magumu ya hatari. Sijui kama nani atateua hapo. Kana mzee basi achia. Acha tumalizane na wewe mzee hapo. Basi kama ni hivyo sawa. Nendeni. Kabidi nitoke na mzee tukaenda zetu town, kurudi huko mzee shamba na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Namna gani ambayo tunaweza kuwa kama wakina Abigaili kutuliza hasira yao? Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii nataka tuieleze. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nyinyi wenyewe mnaona kwenye media, haleluya, na mnaweza kuona kwenye magazeti na vitu vyote vinavyoendelea. Ni wakati sio tu kuomba sawa sawa na kuona matukio yalivyo. Kuomba sawa sawa na kumsikia Roho Mtakatifu anasema nini. Tuombe vipi ili shughuli inyamaze. Kwa sababu haiwezi kwenda kwa ushabiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapoomba kwa kutumia neno la Mungu, anasema ombeni hivi na mimi nitakuwa kwenye hilo neno, na hapo ndipo Mungu atakwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukapanga ukasikia tuombe hivi, tukemee hivi, tukemee hivi, tukemee hivi, tukemee hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kukemea ndio tunaweza tukakemea. Je, lazima tukutane na ule mlango utakaosababisha hivyo vitu kufanya kazi? Na hivyo vitu vitakuja kwa nini? Kwa ghadhabu na hasira. Na ikipanda hakuna mtu anaweza kuzuia. Nawaambia wengine wako magerezani miaka 30, miaka 40, miaka. Nchi moja ambayo nimeiona inashangaza inafunga watu miaka mingi ni Marekani. Jana nilikuwa naangalia kitu mpaka nikashtuka. Marekani inafunga watu miaka mingi mpaka nimeshangaa. Kuna mtu mmoja niliona yuko mahakamani, akamwambia kosa ulilofanya unafungwa miaka 987. Huyo kijana aliposikia hivyo tu alipohukumiwa hivyo tu akazimia, maana 900 Yeye na miaka mingapi? Mmoja akahukumiwa miaka 1500. Yote yanaisha akiwa gerezani. Mingine akahukumiwa miaka 1000 na ngapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa mimi ninachotaka kusema ni hichi ya kwamba ni namna gani ambapo tunaweza tukafika mahali tukakontrol. Mungu nisaidie, niwezeshe, nijae huruma yako, hata kama ghadhabu na hasira itakuja ndani yako, lakini huruma yako initangulie mbele ili nikuone Mungu kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu kweli wamekutendea mabaya hata kuwasahau ni Mungu. Sio nasikia nini? Hata kusahau ni nini? Lakini acha tutangulize huruma za Mungu. Amen. Tutangulize nini jamani? Hasira yao ilikuwa ni kali. Fahari yangu isiingie kwenye nafsi zao, wala roho yangu isiambatane kwenye shauri lao, kwa sababu hasira yao ilikuwa kali, haikuwa na huruma. Maana yake ni kwamba huruma itawale. Tunataka tutangaze huruma za Mungu Tanzania. Sijui unanisikia watu wa Mungu? Tutangaze nini jamani? Huruma za Mungu Tanzania yetu hii. Haleluya. Ili Mungu aibariki na shauri lake na uamsho likapate kutimia. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wananielewa? Maana mtu akipata hasira, wengine si wanasusa. Niliwaambia kwa mfano mmoja wapo, unakuta mwanamke kwa sababu ana kazi nyingi amechoka, wakati mwingine ametengeneza chakula hakina chumvi. Mwanaume anarudi anaangalia mbona chakula hakiwekwa nini? Chumvi. Anaonja bibi, unaweza kupikia chakula hakina chumvi. Anafanya nini? Anakitupa na anasusa anaenda kulala bila kula. Ile yote ni hasira. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ninachotaka
neno ambalo Yesu alisema ndio tunalivaa leo kwenye mavazi yetu. Iweni na huruma kama Baba yangu alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Petro alipokuwa na hasira, alipotaka kukata sikio la, alikuwa anasema jana Michael jana alikata sikio la nani? Na yule mtu ambaye alikuwa anakuja kumpiga Yesu, Yesu akamwambia rudisha upanga wako wa nani? Manake atakayeumwa kwa hasira atamuua kwa hasira. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tuko tayari kumwambia Mungu kwenye eneo hili. Kujiombea sisi na pia kuombea kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kujiombea sisi na kuomba kwa ajili yako wewe. Mungu akutoe hasira ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tupate wimbo alafu tuombe kwenye eneo hili. Na wimbo wetu kwa Mungu haraka. Afu tunaendelea wewe. Njoo kumbele Bwana wewe unataka. Wewe. Lord.
Kila mmoja ingia ndani yako. Kujiombea kufanya kitu ndani ya moyo wako. Jina lako libarikiwe. Mbele zako Mungu wetu mbinguni. Tuombe Mungu wetu mbinguni. Baba hawezi kuijenga hasira kwa Mungu. Baba tuondolee hasira. Na kwanza ukitangaza neema za Mungu kwa vitu vyote ambavyo vimevunjia hasira. Baba jinsi ambavyo Bwana ukakosea kwa hasira mara kwa mara, ukanena kwa hasira, ukakuwa na uchungu mara kwa mara, ukapiga kwa hasira, ukakuwa tukitenda kwa hasira na ukasusa kwa hasira. Tusamehe kwa jina Jiombe Mungu rehema kwa Yesu. Na Roho Mtakatifu Mungu mbinguni. Naomba nisamehe Mungu mbinguni. Dhambi ya hasira Mungu mbinguni. Baba, nimekuwa na hasira mara kwa mara Bwana. Jiombe Mara kwa mara Bwana. Bwana. Hiyo hivyo Bwana. Familia yangu. Jiombe kwa hasira Mungu. Najua hasira hiyo kwa maisha ya mmoja wetu. Hata nyumbani Mungu. Lakini kuna hasira isitendeze. Wala yangu na hasira yangu ina huruma. Mungu wangu. Tunaukamata ulimwengu wa roho wetu Tanzania. Tunaukamata ulimwengu wa roho Tanzania. Kila mmoja anaomba kwenye moyo wako kubali kwa tayari kufunikwa na neema ya Mungu. Tuondolee hasira Bwana. Baba, watawala wasiwe na hasira Bwana. Na sisi wananchi tusiwe na hasira Bwana. Watoto wetu wasiwe na hasira Bwana. Vijana wetu wasiwe na hasira Bwana. Akina mama wasiwe na hasira Baba. Wazee vivyo hivyo Bwana. Wasiwe na hasira Baba. Baba, tuondolee Watanzania hasira Baba. Maana ndivyo ulivyotuumba Bwana. Watanzania ni wapendelevu Bwana. Tuweze kuyatengeneza Bwana, tuweze kuyajenga Bwana. Baba, kwa upole Bwana, kwa hekima Bwana, kwa utulivu Bwana. Tusaidie Bwana Tanzania, tusaidie wa Afrika Bwana, tusaidie wa Afrika Bwana. Tuwe na upole Bwana, tuwe na hasira Bwana, ondolee hasira Bwana. Tupe Bwana hekima Bwana. Baba, tutatua changamoto tulizo nazo Bwana. Pole Bwana. Maana ulisema kuja mtumishi wako Suleiman Bwana. Baba, na mwambie Mungu kitabu cha Mithali kinasema jawabu la hasira ni upole. Mungu atuvike upole. Mungu atuvike upole. Mungu atuvike upole. Mtu mmoja alisifiwa kwenye Biblia ni Musa, alikuwa ni mpole kuliko wanadamu wote. Sifa yake alihitajika asiwe na hasira. Yesu anasema mjifunzeni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Jiombe upole na wako Bwana. Najua maumivu yatakuwa makali, lakini jiombe upole tu. Ya kwamba ukijikuwa mpole wewe, Mungu anaenda kuleta majibu ya pekee. Mungu anaenda kuleta majibu ya shangwe. Mungu anaenda kuleta majibu ya yale ambayo tuliyangoja kwa kitambo. Baba yetu, omba kwa ajili ya kanisa. Niombe kanisa Bwana. Mungu ya kama ya wasiki. Na nuru ya ushindi. Yesu takasa maovu yote kwa Yesu. We hasira na kimaamuzi sio. We hasira na kimaamuzi sio. Jiombe kwanza kwa vitu vinaachia ndani yako. Niko agano Mungu anataka kufanya na wewe. Niko agano Mungu anataka kufanya na wewe.
Agano lile ni delicate. Agano lile ni so fragile. So fragile. Ile agano linahitaji kusikuwa na sifa. Ewe Mungu kusema. Mungu wa vitu. Dakika chache omba kwa ajili ya Tanzania yetu. Dakika chache omba kwa ajili ya Tanzania. Omba kwa ajili ya taifa letu. Sikiri Mungu na msaada. Upepo uingie ndani ya vijana. Upepo wa huruma uingie na upole ndani ya wababa. Upepo uingie ndani ya askari. Upepo uingie ndani ya polisi. Upepo uingie ndani ya watawala tulio nao. Huruma ionekane. Upepo uende mashuleni. Upepo uende kwenye vyuo sekondari. Bwana. Omba kwa bidii zote. Omba kwa bidii zote. Vinamolewa vile vilikuwa vimeshika. Vinamolewa vile vilikuwa vimepandwa. Vinamolewa vile ambavyo vilikuwa vinataka kuleta shida. Malaika wametumwa kutoka mbinguni wanaving'oa sasa. Na wanavirusha wanavipeleka mbali. Wanavirusha wanavipeleka mbali katika ushindi wa Yesu Kristo. Revival of the Holy Spirit. We are waiting for the revival of the Holy Spirit. We are waiting for your power, anointing, tunahitaji kuleta majibu ambayo yatakwenda kushangilia maisha yetu. Leta majibu ambayo yatatutia moyo, leta majibu ambayo yataondoa uoga na watu. Ye Baba wa dunia. Asante kwa yote. Asante kwa sababu ya asante kwa sababu ya njia ya Yesu Kristo. Bwana tusaidie kila mmoja aliyekuwa mahali hapa na wale waliokuwa majumbani na wale ambao wanaotutazama Bwana, ndani ya mioyo yao tengeneza Bwana. Daudi alisema uniumbie moyo mpya, uniumbie moyo mpya, tuumbie moyo mpya tena Bwana, moyo usiokuwa na ghadhabu, moyo usiojaa hasira Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Majibu yetu katika midomo yao ya amani, majibu yetu katika midomo yao ya upole, majibu yetu ya midomo yao katika matumizi ya hasira, yasiyo katika kujaza hasira. Mungu tuhurumie Bwana, 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 Mungu tuhurumie Bwana. Asante Bwana.
Neno hili umelituma Bwana, neno hili umelituma Bwana, neno hili umelituma Bwana, sio la kwangu mimi. Neno umelituma wewe kupitia Roho Mtakatifu, neno umelituma wewe kupitia Roho Mtakatifu. Filiasi alituliza hasira yako, Filiasi alituliza hasira yako, Gideoni alituliza hasira yako, nasi tupe usemi, tupe ulinzi wa kutuliza hasira za wengine Bwana. Asante Bwana. Baba, tunalihimidi jina lako. Baba, tunakushukuru. Unapolituma neno lako linakuwa msaada kwetu. Unapolituma neno lako mioyoni mwa watu, hata kama kulikuwa kuna ghadhabu na hasira kali, wewe peke yako, sisi hatuwezi kuingia ndani ya mioyo ya watu. Wewe ndio unaweza kuingia ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana anasema mtu akimkiri Yesu kwa kinywa chake na kuamini kutoka moyoni, nitaingia ndani yake. Ingia ndani ya mioyo ya watu, kubadilisha mawazo yao, kubadilisha akili zao, kubadilisha kila walichokiwazia Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utaliponya kanisa na utaliponya taifa letu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Basi karibu Mungu Zabara na uhitimishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Karibu Suzu, ulete wimbo kwa watu wakimtolea Bwana sadaka.